zenu bwana. Salama kwa mama mkubwa. Vipi? Sawa. Wazima kabisa? Wazima. Vipi nyumbani? Salama kabisa. Ndio. Sasa bwana, nina malalamiko yenu. Nilipokea malalamiko kwamba nyinyi hapa vijana wenyewe ni wahalifu sana. Mnajibisha sana bangi. Unaona? Kwa hiyo nimepokea malalamiko hayo. Hata hivi hapa mnaona nimetoka ninawatafuta nyie sana. Unaona? Kwa hiyo bwana, mimi niwaambieni kitu. Hiki kijiji sio kwamba kimenanilii kwa ajili ya kufuga vijana wahalifu. Unaona? Kwa hiyo hivi mimi ninachowaomba naweza nikasema kwamba haitojirudia tena. Hiyo ndo ahadi hili swala naombeni lisirudie tena. Msirudie yani tena. Haina shida mwenyekiti. Baadaye sisi tukiwachukulia sheria sije mkaanza kulalamika, sijui mwenyekiti anaomba, wakati mimi nishawaelekeza mapema. Haina shida mwenyekiti. Naongea kwa niaba ya mwenzangu. Naweza kusema kwamba kama mimi mmenielewa hamna shida. Haya poa. Sasa poa. Wape hai nyumbani. Sasa mwenyekiti anasema tusifanyie hivi. Kwa utamu sasa shindoaje kutumia. Mimi siwezi. Mwenyekiti. Kijana vipi? Ina maana tena amerudia tena. Ndo wale kutabani. Ndo wale. Kwani ukikaa kuongea nao? Hawa vijana sikia, mimi nimekaa nao, nimeongea nao. Na huyu mmoja na huyu ndo alikuwa muongeaji sana kuliko mwenzake. Unajua nini? Mungu sana tupatia mwanangu, mimi sielewi hata kuelewa. Naona kama vile wachumba tusielewe. Sometimes mwenyekiti anapoongea kama kweli vile mwanangu. Kweli wapi wachumba tu wale bwana. Mimi taachaje kitu kama hicho? Nyie vijana wamekataza kuvuta bangi, tena ndio kuvuta bangi. Wewe fanya na kinywaji kwanza. Tuelewane vizuri. Unajua mwenyekiti amekaa nyie amewaelekeza watu kuvuta bangi. Mnaenda kuvuta bangi. Mna maana gani? Kwani wewe vipi? Mbona tufuatilia sana? Sio kwa ubaya. Mimi naambia tu kweli. Unashindwa kufanya maisha yako kwa kutufuatilia sisi bwana. Huu sio kwa ubaya. Mimi naambia ubaya gani? Wewe sasa tunaangalia maisha yako, si kufuatilia maisha ya watu. Kama na shobo nani mjumbe. Kwa hiyo mtusi. Atakayotokea ni wewe achana na sisi, angalia maisha yako. Kwanza nenda kamwambie na ule mwenyekiti wako achana na sisi sawa? Hamna shida. Mimi si kimbele mbele. Hamna shida. Mwambie aje kwanza na kwanza mwambie aache shobo. Hamna shida. Angalia maisha yako. Hao vijana mimi naweza kanifanyia hivi. Wanitukane mimi? Hakuna. Mimi siwezi, yani siwezi. Ngoja. Mwenyekiti. Bwana nimekukuta. Nimekuta huko wakati. Wale vijana wako wale. Sulikala uliongea nao? Unakuta hawa wanavuta bangi. Sawa. Na waelekeza wanitukana. Sasa nitakachofanya mimi ndo najua. Sawa. Yaani nitakachofanya mimi ndo najua. Unajua hili jambo ni zito. Hapo nilichomuona unakurupuka. Sio kurupuka, tumewavumilia. Sasa nimewachoka. Sawa. Mimi naenda kushtaki ngazi za juu. Usikurupuke ndugu yangu. Hili jambo linaweza likakuponza mwenyewe. Ukaenda wewe ndani wale vijana wakabaki ndani. Unalielewa hilo lakini hiyo nayo kweli. Lakini sasa sheria kwanza. Wanatukanaje sasa? Wanatukanaje mimi kama mjumbe? Na wewe ujue ukae sasa ili wewe ujue kama mimi mjumbe nimetukana. Hapo tunachukia wanavuta kitu ambacho taifa lao haditaki. Fuata kwanza sheria sasa. Kwani kukuta ndugu yangu, kwani kukuta. Sheria kwa mtu ni kwa kama tunaweka ndani. Fuata sheria. Wewe ni kitu unataka na wewe uko na wale watu. Basi